sasa nende wapi? Nakuja madhabahuni, nizilete shida zangu, sioni pengine pa kuzipeleka Bwana. Ninapiga magoti kwako, ninagusa miguu yako, niponye Bwana Yesu. Kipindi kigumu, lakini mimi naongelea kipindi kigumu ambacho dunia kwa ujumla inaenda kupitia, kwa sababu maovu yako kila kona. Hata tena dhambi nyingine sisi tunalazimishwa tu na mataifa yaliyoendelea. Sasa Mungu akapiga picha kule mbele, akasema nitaisaidieje hii dunia kuirudisha? Maana lazima irudi, watambue uwepo wa Mungu, wampe heshima yake, wasizani wao ni wao, Mungu ndiye Mungu. Yesu akatoa dalili za mwisho wa dunia. Alafu akasema, tumesoma jana katika Mathayo ile, anasema kuna vitu ambavyo vitatokea katika dunia, lakini vitu hivi kusudi lake hasa, Mungu anatupenda, tamani turudi kwake, turudi katika njia. Kwa kutokana na uovu unaoendelea duniani na dhambi na uchafu mwingi, akasema kutakuwa na vita. Vita vijaanza leo, vimeshapigwa mara nyingi huko nyuma, lakini kadri tunavyozidi kuendelea ndivyo vitakavyozidi kutokea. Maana kadri mwisho unavyozidi kutokea, ndivyo unavyozidi kuendelea, ndivyo unavyozidi kutimiza yale maandiko. Kwa kimoja kitakachotuadabisha dunia, nikasema moja wapo ni vita. Imeandikwa katika Mathayo 24 na mtetezi ya vita. Na nikasema hii itatembea maeneo mbalimbali duniani. Hata nikasema jana, hata taifa likitokea likiona kuna taifa moja linapitia magumu lisicheke, kwa sababu huenda ya kwao yakawa mabaya kuliko ya taifa lile wanaolicheka. Hata sisi ikishafika siku ya kutolewa aibu, ya kuvuliwa heshima yetu, kuna watu watafurahi, watapiga vigelegele, watasema walijifanya wao ndo kisiwa cha amani, yako wapi? Lakini huenda ya kwao yakawa mabaya kuliko ya kwetu. Ni wakati wa mwisho wa dunia. Mwanadamu yuko mbali na Mungu, atarudishwa kwa viboko. Wachungaji, watumishi wa Mungu wako mbali na Mungu, atarudishwa kwa viboko. Mitume wa kweli wako mbali na Mungu, atarudishwa kwa viboko. Lakini wengine watapoteza maisha kabisa kwa sababu ya hawana moyo wa kugeuka na kubadilika. Wakati Mungu anasafisha, na wengine itabidi waende ardhini. Lakini kingine ambacho Mungu atakitumia kuturudisha katika mstari ni njaa. Na njaa ni njaa ile kali ambayo mtu anakufa anajiona. Na hukumu ya Mungu wa Tanzania na dunia kwa ujumla, Mungu si mwenzetu, ni baba yetu. Yuko juu sana, akili zake ziko juu sana, hazichunguziki, wala hitaji midhaa na utani. Na siku ya kupiga, maumivu yake ni makali mno, makali mno. Kwa atatumia njaa kuturudisha, lakini pia atatumia matetemeko. Na nikasema mataifa yaliyoendelea yanaweza yakapata changamoto kubwa zaidi kutokana na maendeleo yao, kwa sababu kuna matetemeko yatashusha magorofa marefu mno. Kwa hiyo wasije wakatucheka sisi Afrika wakasema wanapita vipindi vigumu. Kuna matetemeko yatashuka na magorofa ambayo kutoa maiti kwake kutakuwa ni siku nyingi. Lakini bahari itakuja kuvuka mpaka baadhi ya nchi, itaingia kwenye miji,
itabeba magari, itabeba watu, itabeba fedha, itarudisha kuficha kwenye maji. Bado kuna volcano zitakuja kulipuka za kutisha. Hamtaweza kukaa kwenye dunia kama mnavyotaka. Mtakaa kwenye dunia kama Mungu anavyotaka. Na kabla ya kukutana na hukumu ile kuu, mtaanza kukutana na hukumu ndogo ndogo. Tukasoma jana kitabu cha Ezekiel sura ile ya 9 mstari wa 1 hadi wa 6. Turudie kusoma huo mstari tena leo, tuione hukumu ilikuwa inaanzia wapi. Halafu kwa sababu ya wanadamu kufanya maovu, leo tuendelee kipengele cha pili. Tusome Ezekiel 9 tena. Kisha akalia kwa sauti kuu. Kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu, akisema, waamuru wale wanaosimamia mji wakaribie. Waamuru wale wanaosimamia mji wakaribie. Kila mmoja na awe na kitu chake cha kuangamiza mkononi mwake. Kila mmoja na awe na kitu chake cha kuangamiza mikononi mwake. Na tazama, watu sita wakaja. Wakitokea kwa njia ya lango la juu. Wanaosimamia mji, wanaosimamia Mbeya, wanaosimamia Tanzania, wanaosimamia nchi tofauti tofauti wako. Wanaosimamia, Mungu ameweka kusimamia. Kumbe wako wanaosimamia ila wamekaa kimya. Wanasubiri amri ya mkuu wao. Nasema sasa wale wenye kusimamia mji waje. Halafu wawe na kitu cha kufisha. Kitu cha kufisha ni kitu cha kuua. Ezekiel anaona maono. Anasema na mimi nasikia wanavyoagizwa wawe na kitu cha kuua. Endelea. Lielekealo upande wa kaskazini, kila mmoja ana kitu chake cha kufisha. Kila mmoja ana kitu chake cha kuua mkononi mwake. Na mtu mmoja kati yao amevaa bafta. Naye ana kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Wakaingia. Wakasimama karibu na madhabahu ya shaba.
ya watu wote. Yes. Yes. Wakikutii nitawa kulala kwamba Mungu nimeongea na nchi. Tunaenda kuchapwa na kiboko hakiko muda mrefu, na si Tanzania, dunia nzima watu wanaenda kuanza kupitia misukosuko mizito kuanzia sasa. Akasema tia alama wale wanaougua na kulia na kuumia. Endelea kusoma. Na hao wengine aliwaambia. Nami nalisikia. Piteni kati ya mji nyuma yake. Mkapige. Jicho lenu lisiachilie. Na watoto wachanga na wanawake. Lakini msikaribie mtu yeyote mwenye hiyo arabu. Msikaribie mtu yeyote mwenye kuumia na kuomboleza kwa ajili ya mabaya. Endelea. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Weka koma. Muombe mara moja. Amen. Punga mkono hivi. Tukasoma jana ya kwamba adhabu hii inaanzia patakatifu kwa makuhani watumishi wa Mungu. Kwa nini wataanzwa wao? Mungu aliwaamini, akawachagua washike sheria zake, wazitoe kwa watu, wafundishe uadilifu, utakatifu, wawe watoa majibu wa shida za watu, wapokee siri za Mungu wazilete. Aliwaajiri ili wawe sababisho la amani pamoja na watawala wa dunia, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo wakati dunia inaona wanasiasa wanaharibu nchi, Biblia inaona wachungaji ndio wa kwanza na watumishi wa Mungu kuharibu nchi zao. Bila sema msingi unapoharibika, Mungu anasema mwenye haki anafanya nini? Yule mwenye haki, yule mtu wa Mungu anafanya nini? Mungu amwangalie msingi unaharibika, mpagani anafanya nini?
anaangalia makuhani wanafanya nini, wale wahubiri wa kweli wanafanya nini. Akikuta hakuna la kufanya, anasema kama ni kiboko wanatakiwa waanze wao kwanza kutandikwa. Na ndivyo inavyokuwa. Narudia kusema hapa, wahubiri wote Tanzania, nianze na nchi yangu, ambao mmemwacha Bwana, mmeangukia kwenye imani potofu, mnafanya biashara madhabahuni, mishahara mliokula inatosha, tubuni haraka, kwa sababu kiboko cha Mungu kiko juu yenu. Na wale wahubiri wa kweli na watumishi wa Mungu wa kweli waanze kumtafuta Mungu kwa bidii kuliko walivyokuwa wanamtafuta, ili Mungu aweze kusaidia na kuponya. Tukalani nchi hii mpaka nikasikia kuna baadhi fulani wanasiasa wakasema hatuhitaji maombi. Wameona maombi hayana faida. Nikamwambia Mungu, kwa nini? Japokuwa na wao wamekosea, na wao na kiboko chao. Nieri wangisema hivi, jamani, watumishi wa Mungu wa ukweli mliobakia, hata kama ni wachache, ombeni nchi kuliko kusema hatutaki. Manake kama hawataki na wao wana hatia, sababu wamemkataa Mungu. Lakini sababu ya kukataa ni kweli, kwa sababu nchi itaombewa na nani? Itaombewa na mchungaji mzinzi, itaombewa na mchungaji ambaye anachunga kanisa afundishi ukweli, itaombewa na mchungaji ambaye anatumia sadaka kuonga wanawake. Nchi itaombewa na nani? Itaombewa na watumishi wa Mungu ambao ni wachawi na washirikina, wamejiunga kwenye mitandao ya kishetani, ndio wanaweza wakaombea taifa lao likapona. Wanasiasa wakasema hatutaki maombi. Lakini mimi nawashauri waseme tunataka maombi, ila ya wenye haki. Yes. Wakisema hivyo, na wao na mimi natamka hapa kama mtumishi wa Mungu, na wao wamekataliwa. Dunia hii si ya wanadamu, dunia ni ya Mungu. Yes. Amen. Lokiri mata. Dunia si wanadamu, dunia ni ya Mungu. Yeye yule mwenye mamlaka ketie juu sana. Yeye yule ambaye kitu chake kinatoa umeme, sauti yake ni kama radi. Yeye asiyependa kutaniwa na mwanadamu, anataka heshima yake duniani. Amen. Tukasema jana, kina nani wanaotuharibia dunia? Wa kwanza ni watumishi wa Mungu. Dhambi zao ni zipi? Tukasema moja, wamemwacha Mungu. Wa kweli wengi wamerudi kwa shetani, wametoka kwenye njia, wamepigwa, wamemalizwa, na bado wanafanya juhudi ya kuwamaliza na wale wazuri waliobakia, na wanatafuta kuwamaliza ili wazidi kuwa kundi kubwa na kuna jehanamu. Lakini dhambi ya pili ya watumishi wa Mungu ni zinaa, uasherati, na mpaka wengine wanatazama na picha za ngono. Watumishi wa Mungu, dhambi zao zinazoleta harufu kwenye dunia, zinazoleta uovu. Mtu anamleta mke wake, anaamini amemleta sehemu salama ya kusali, unamgeuza mke wako, mnaleta laana kwenye taifa. Nilikuwa nahubiri siku moja nchi moja, nikakutana na wachungaji mule matapeli wengi sana. Roho Mtakatifu akaniambia hawa wanaleta balaa sana kwenye nchi yao. Nikawaambia katika ule mkutano, enyi wachungaji waovu kwenye taifa hili, mtaisababishia mabaya nchi yenu. Lakini sasa taifa hili la Tanzania nao la wachungaji wengi waovu, lakini kwa kupenda madaraka, kupenda utajiri, kuzungumzia maendeleo na kushindana kwa magari, wengine wameshakuwa wachawi na kuingia kwenye ushirikina. Dhambi nyingine, hawafundishi ukweli, uadilifu, haki na utakatifu. Wamezipuuza sheria za Mungu, wanaongelea masuala ya magari na majumba na magorofa na kufanikiwa, na mtafanya vitu vya thamani. Vitu vya thamani vitawasaidia nini? Muda si mrefu tajiri atajua Mungu ndio wa kwanza, muda sio mrefu. Maskini atajua Mungu ndio wa kwanza, muda sio mrefu. Msomi atajua Mungu ndio wa kwanza, na asiyesoma atajua Mungu ndio wa kwanza. Tukasema tutubu juu ya baba zetu.
Tumwambie Mungu alikuacha. Wameacha njia zako, wametudanganya, hawajatufundisha ubaya wa dhambi, hawajatuambia habari ya uzima wa milele. Wakati nimekaa hivi mchana naendelea kutafakari mkutano huu, Roho Mtakatifu kaniambia usisahau kuambia vitu ambavyo shetani amewaibia. Shetani anaitwa mwizi. Roho Mtakatifu akawa ananifundisha kama ni mwizi amewaibia nini? Lazima mjue vitu ambavyo shetani amewaibia. Cha kwanza kabisa, shetani ametubia hamu ya kwenda mbinguni. Yes. Ambao walikuwa nayo kanisa la kwanza. Wakiimba nyimbo twende juu Sayuni, mimi ni mgeni duniani napita, liko lango moja wazi. Kila saa wanameshishana, wanaambia muda umekwisha, Yesu anaweza kutokea hata leo. Lakini sasa hamu ya kwenda mbinguni imekosekana. Kila mtu anawaza kuongeza nyumba ya pili, mchungaji pamoja na washirika. Mumeambiana vitu vya duniani ambavyo mnaviacha na mlivitafuta kwa gharama kubwa. Lakini pia tumeibiwa maombi. Yale maombi ya mzigo yameibiwa. Na zingine tunaibiwa kwa kuwa marafiki na watu ambao wako falme wa giza. Ndio wanatunyonya, wanatuharibia kesho yetu, wanatusumbua. Lakini katika mkutano huu Bwana ataleta uamsho kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen kwa nguvu. Yes. Kwa hiyo dhambi za makuhani watumishi wa Mungu ni pamoja na matumizi mabaya ya sadaka. Sasa Bwana anawaagiza, watasema mchungaji unasema haya tufanye nini? Ninyi mlio wa uongo mtubu, mrudi haraka. Na sisi tulio wa kweli tusimame imara sasa. Yes. Ninyi mlio wa kweli msimame imara. Yes. Lakini leo tunaenda kuona baada ya kupigwa patakatifu au hukumu kuanza patakatifu, anasema sasa ndipo waanze kuuliwa mzee, aanze kuuliwa mwanamke, aanze kuuliwa mtoto. Anaona Hezekia yale maono. Maana nchi imeharibika, uovu umeharibika, watumishi wameharibika. Anaona inaenda kupigwa. Na haya maandiko yanaachwa kwa sababu yatafanya kazi tena. Ndio maana Yesu siku moja akawa anawaambia wanafunzi wake, anawaambia wale watu anawafundisha, anasema msizani wale walioangukiwa na mnara walikuwa na dhambi kuliko ninyi. Anasema hata ninyi msipotubu mtaangukiwa. Yaani ni neno ambalo lipo linaweza likafanya kazi tena. Kuna mikoa ambayo nikitembea, wewe unaangalia akaunti hii ya sasa hivi kupitia mitandao ya kijamii, kupitia radio Baraka, kupitia Sibuka TV. Kuna mikoa ambayo nikitembea ningekuwa naongoza maombi ya toba, lakini sitapata neema ya kufika kwenu. Lakini wewe unayesikia haya ulioko huko, Mungu anakuagiza ufanye toba, uache kula siku 30. Umwambie Mungu nisamehe. Unakula jioni, nihurumie. Nihurumie na baba yangu na mama yangu. Nyumbani kwetu tuna walevi. Huyu ana adabu, huyu kavaa mlegezo, huyu anaoa na kuacha, huyu kaiba vitu vya watu. Naomba nisamehe. Hapo hapo Bwana tunasikia mambo mabaya. Magazeti yanaandika mchungaji amefumaniwa. Yesu naomba rehema, naomba msamaha. Ilinde nchi yangu, ilinde mipaka yake, ulinde mkoa ninaokaa, mlinde baba yangu na mama yangu, walinde dada zangu na wadogo zangu. Tupe kukucha wewe. Tuondolee roho ya ukatili, tuondolee roho ya ujuaji. Kila mtu ayafanye haya tu. Sasa makosa na dhambi za hawa watu wengine, moja, hawataki kumrudia Mungu kutoka mioyoni mwao. Wamekataa kukusanywa. Dhambi yako, umekataa kumrudia Mungu, umekataa kukusanywa. Huu ni wito unakuita leo umrudie Mungu. Ukiwa uko hapa na wewe unasikia kutoka sehemu mbalimbali, umeshinda na dhambi muda mrefu, umeishi na dhambi muda mrefu, umekuwa mwovu, tabia yako ni chafu, haifai,
Ni wito wa kumrudia Mungu, kusema ninapomoka, ninashuka, mimi sifai, ninaanguka. Yesu nipokee, Yesu nihurumie. Niko tayari kuacha dhambi zangu na kuanza kuishi maisha matakatifu. Lakini kosa la pili, wameidharau kafara ya Yesu iliyotolewa kwa ajili ya dhambi zao. Ebrania 2 mstari wa 3 na wa 10. Kosa letu jingine, tumeidharau kafara ya Yesu iliyotolewa kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Na natangazia dunia, wapende wasipende, waamini wasiamini, Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Mtu haendi kwa Baba isipokuwa kwa Yesu Kristo. Yeye pekee, kwa yeye ndio utaenda mbinguni. Nje ya Yesu utaenda mbinguni. Kafara yake ndio inaweza kutosha kuondoa ulevi. Inatosha kuondoa ukaba. Inatosha kuondoa kiburi. Kafara yake ndio inaondoa kila aina ya uovu. Lakini watu wameidharau. Soma Ebrania. Waebrania sura 2 mstari wa 3. Sisi je, tutapataje kupona? Sisi je, tutapataje kupona? Tusipojali wokovu mkuu namna hii. Tusipojali wokovu mkuu namna hii. Ambao kwanza ulinenwa na Bwana. Ambao kwanza ulinenwa na Bwana. Kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Tutapataje kupona? Tusipojali wokovu mkuu namna hii. Utapataje kupona? Yesu amekaa uchi wa mnyama msalabani. Yesu alisulubiwa uchi wa mnyama. Hivi watu wanapita wanamzomea. Na ndio maana kuna dhambi wanaisema na watu wengine wanashindwa kuelewa. Wale wote wanaoangalia picha za mieleka, picha za vita, picha za mangumi, mtu anapigwa damu inamwagika, sehemu yao ni kwenye ziwa la moto, kiberiti. Kwa nini? Wakati nalisha meza ya Bwana, akanipa ufunuo huu, akanifundisha, akasema wakati damu zinamvuja kwenye msalaba akiwa uchi, alitegemea kuona watu wanamwangalia wanalia, lakini wanadhiaki. Kwa akasema mwanadamu amezoea kuangalia damu. Mwanadamu amezoea kuangalia mambo machafu. Wameacha kuangalia vitu vya maana. Wote hawa naangalia mambo ya mavita hawa. Wote hawa mipira hii, wote hawa sehemu yao ni kwenye ziwa ya moto. Mpaka wachungaji wanaoangalia mipira sehemu yao ni kwenye ziwa la moto. Mungu hayuko kwenye mambo hayo. Yes. Mimi nimecheza mpira, nilikuwa nacheza namba 8. Kuna sehemu kuna ushirikina kama mpira, kwenye mpira. Sasa nimevuja damu. Nitamani kumuona mtu analia, wanadhiaki. Sasa ndivyo walivyozoea kuangalia. Sasa mtoto akasema hivi, mtoto anafundishwaje ukatili? Anafundishwa pale anapokuwa anaangalia ile TV. Mtu anachukua kisu anamchoma wenzake. Alafu inama hivi. Alafu mtoto anashangilia. Kwa nini asiangalie nyimbo za dini zilizotungwa katika roho? Yes. Kwa nini asiangalie mahubiri? Sasa hii yote ndio maana anapoangamiza anasema hukumu ya Mungu ikishuka, hatazami kama wewe ni mjamzito. Ikikukuta hukumu ya Mungu, wewe na kilicho tumboni wote mnatia. Hukumu ya Mungu ikishuka, mama na mtoto wake wote wanatia. Hukumu ya Mungu ikishuka, Mungu ni Mungu mwenye upendo na huruma, lakini mwenye hasira sana. Mstari wa 10 kitabu cha Waebrania. Tutapataje kupona? Ile mstari wa 3. Tusipoujali wokovu, kupokea, kuamini, kuthamini ile damu iliyomwagika. Kama hatutafamini, anasema kuna kupona. Soma mstari wa 10. Kwa kuwa ilimpasa yeye. Kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo. Kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo. Akileta wana wengi. Akileta wana wengi. Waufikirie utukufu. Waufikirie utukufu. Kumkamilisha. Kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Kwa njia ya mateso.
wokovu huu umekamilishwa na kiongozi wetu kwa njia ya mateso, ni nani anayejali? Ni nani anayesadiki? Ni nani anayetii? Ni nani anayeogopa? Wanadamu hawaogopi. Kwa hiyo wakishapigwa hawa watumishi wa Mungu wanaanza kusakwa, hawa wanaoitwa washirika na wanadamu wanaotembea barabarani. Lakini dhambi yetu nyingine ni kutokutii maagizo ya Mungu, wala hatutaki kuyasikia. Leo hii ninatoa sheria za Bwana mahali hapa, na maagizo yake ninawapa mahali hapa. Ni nani atakayetii? Ni nani atakayesikia maagizo haya? Nani atakayetii? Nani atakayesikia? Mwenye mtoto huyu amchukue. Ni nani atakayetii? Ni nani atakayesikia? Nakuomba leo, wewe unasikia kutoka nyumbani kwako, na wewe uko mahali hapa, tii usikie. Sisi nasi tulikuwa wauni, tulikuwa hatufai, lakini tulipoitwa tukaitika. Hii ni mbiu inakuita. Inasema toka huko liko. Toka huko liko. Toka kufai. Toka kunanuka. Toka ni dhambini. Toka huko. Lakini makosa yetu mengine ambayo Bwana anataka tuyache na kuyatubia, kitabu cha Timotheo wa pili 3 mstari wa 1 hadi wa 5. Kuna mambo hapo ya kuyatubia, tuyatubie. Timotheo wa pili 3 mstari wa 1 hadi wa 5. Timotheo wa pili 3 mstari wa 1 hadi wa 5. Lakini ufahamu neno hili. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Ya kuwa siku hizi kinabudi wanazoishi kutakuwepo nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Wenye kupenda fedha. Wenye kupenda fedha. Wenye kujisifu. Weka kona. Wenye kupenda fedha. Kuna watu najua mmefungua redio zenu maeneo ya Kabwe, na mmefungua maeneo mbalimbali redio. Zihesabuni kwa sababu kuna amani. Zikumbatieni kwa sababu kuna amani. Lakini hizo fedha ambazo leo mnazipenda kuliko Mungu, na Mungu amewaita mje katika mkutano, mnaukatana kukebei, na mna nafasi ya kufika. Na sasa naongea na wewe unasikiza kwenye redio hapo, una nafasi ya kuja, lakini sikio lako ni zito. Na huenda shetani akawapa mipango ya fedha inapokaribia muda wa ibada. Sikiliza, kipindi cha corona fedha hazikuwasaidia. Na wengine walizitupa barabarani wakisema tulizani zitatulinda, lakini hazijatulinda. Walikaa ndani, walionazo na wasionazo walifungiwa ndani. Walionazo na wasionazo walifungiwa ndani. Maskini ndani, tajiri ndani. Ashukuriwe Mungu. Tukampata mtu ndani ya taifa hili akasema, na muamini Mungu anaishi juu. Maskini wa mali hapa tenda wapi? Ndio. Atakula nini? Tufunge na kuomba basi Mungu atuepushe na mabaya. Ashukuriwe Mungu akamtumia yule mtu. Ndio. Lakini nchi nyingine kila mtu alikuwa ndani. Atakuwa watu wenye kupenda fedha. Endelea. Wenye kujisifu. Wenye kujisifu. Na ndio sasa unaona ni kipindi ambacho cha watu kujiona bora kuliko mwenzake. Endelea kusoma. Wenye kiburi. Wenye kiburi. Wenye kutukana. Wenye kutukana. Wasiotii. Matusi. 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 Tuko katika kipindi cha matusi. Watu wanatukana matusi ya nguoni, kwenye mitandao, mabarabarani. Ndio. Yaani tuko mwisho wa dunia. Yaani nimeshangaa. Nimeona watu wanatukana. Watu wanatukana mpaka unasikia hivi unasema, unamwangalia usoni, mbona ni mtu tu mwenye akili timamu. Kipindi ambacho
watu wenye kiburi, watu wenye matusi. Endelea. wasiotii wazazi wao, wasiotii wazazi wao. Na ndio sasa tunaelekea huko. wasio na shukrani, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani. Sasa hivi watoto mataifa yaliyoendelea ni watoto wa serikali, sio wa baba na mama, na uruhusiwi kumchapa. Kwa hiyo mtoto ana jeuri yoyote kwa baba yake, na ukimsumbua anapiga simu, unaweza kuchukuliwa mzazi uliyemzaa unafungwa. Hizi zote huwa nahubiri, nasema, na hapa ninasema, ili neno linaitwa haki za binadamu, hili ni mlango mkubwa mno wa kuharibu dunia. Maanake limeitwa haki, ndio likasema hata mwanaume aolewe na mwanaume mwenzake. Ni haki, sio haki, ni ushetani. Yes. Napita, alafu siku ya 8 nitanawa mikono. Tachukua maji, nitanawa mikono. Na kesho nasimama saa 10:30 tena. Kesho kutwa nasimama saa 10 kamili. Kesho kutwa nasimama saa 10 kamili. Nataka niongee na viti. Kesho kutwa nasimama saa 10:30. Kesho kutwa saa 10 kamili. Nasimama hapa. Naanza hapa saa 9 kamili. Tunaimba Mungu saa 10 nasimama. Mwanadamu lazima amsikie Mungu, sio Mungu amsikie mwanadamu. Amen. Ila watu watakuja kuwa wanawasha hizi klipu. Nitazame hapa, nituti vizuri. Watu watakuja kuwa wanatazama hizi klipu, wako kwenye kamsitu, anawasha hivi. Na kabwe pamefungwa, anawasha hivi. Nchi, dunia itakuwa inasikiliza mahubiri haya. Wengine wamelaliwa na gorofa, anasema Yesu nisamee, nihurumie, kifusi kimemfunika. Ni heri wewe leo unasikiza umekaa hapa. Yes. Mkusanyie Mungu nguvu wakati una amani. Ndio. Wakati wa mabaya hutaweza kukumbuka. Kuna watu wataacha magorofa yao na majumba yao. Msituni itakuwa sehemu sahihi ya kukaa kwa kitambo. Wewe ndo uje kwenye mkutano saa 12, saa 11, wewe utaona. Kesho kutwa saa 10 nasimama. Siku inayofuata usishangae nikisimama hapa saa 9 nikahubiri alafu nikaondoka. Utanikumbuka. Yeah. Nikisimama saa 9 nikahubiri mpaka saa 10 alafu nikaondoka. Mungu alimwambia Musa, heshima yangu iko wapi? Yes. Watu hawa watanidharau mpaka lini? Akamwambia Musa, ninaua wote. Musa akasema, watatushangaa wa mataifa. Yes. Watasema uliwatoa kule kuja kuua hapa. Tuhurumie. Mungu akasema, Musa, lakini hawa uliosema tuwahurumie watakukoshesha Kanaani utakwenda. Yeah. Endelea kusoma. Wasio safi, wasiowapenda wakwao, watu wasiowapenda wakwao, matabia mabaya siku za mwisho. Endelea. wasiotaka kufanya suluhu, hawana mapatano. Wakikosana wamekosana, hawana kurudiana. Ni kizazi hichi. wasingiziaji, Na dhambi nyingine za wachungaji ambazo kuweza kuzisema, nisahau kuzisema pale. Wivu, chuki, yeah, kutokupendana. Na huku kumewarukia mpaka washirika. Uovu uliotoka kule juu kawakuta na walioko chini. Endelea kusoma. wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasingiziaji. Yani unaweza ukasingiziwa mpaka ukashangaa, na mtu akawa paka anasema na uhakika na ushahidi. Endelea kusoma. wasiopenda mema. Endelea. wasaliti,
wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Mungu ananikumbusha hapa, tunaendelea kusema hapa, ananikumbusha mambo ya wachungaji. Kwa nini jamii inaharibika? Inaharibika pia kwa sababu wapale wanapotakiwa kupata mwongozo na maadili hapatoi. Huyu ni mla rushwa, huyu ni fisadi, amekaa mbele yako, unamwambia tena utabarikiwa, utajenga nyumba, mwambie acha rushwa. Ukisha kuwa na kanisa lina viongozi wa nchi, lazima mchungaji awe na muda wa kuongea nao, kuwapa wajibu wao kwa mujibu wa Biblia. Mungu anaongea nini na watawala? Unawakusanya, unawafanya biashara, unakaa nao wakati fulani wafanya biashara, unawapa. Mungu anaongea. Yohana wakati anahubiri, kama ambavyo mimi kuna watu hapa wananifikiria hivyo, wakati anahubiri kule msituni, mfalme anasema nendeni mkamwangalie yule. Kuna mtu wa watu wanakusanyika kule wengi, asije kuanza kuanzisha chama chake kule. Mapolisi wakaenda, wameenda kule, wakakuta mwanaume mmoja limevaa vazi la singa, linaitwa sauti ya mtu aliye nyikani, linapiga injili, tengenezeni mapito ya Bwana. Yes. Maskari wakachomwa na lile neno, wakasema na sisi je, upande wetu tufanyeje? Toshekeni na mishahara. Ndio. Hawa wachungaji waliwaambia nini viongozi wa mataifa yao? Waliwaambia nini mawaziri wanaosali kwao? Waliwaambia nini wakuu wa majeshi wanaosali kwao? Au waliwaheshimu, wakashindwa kuambia wajibu wao, wakaribika mbele ya mikono yao. Yeah. Totiketi mata. Namshukuru Mungu katika kanisa hili nimempata mheshimiwa huyu. Bwana njoo, wewe ni RPC, tenda haki. Yes. Sione mtu, tenda vizuri, anamwambia. Ndio. Na wakati fulani sasa ndio utakuta hawaanguki pia kwa watu ambao wanaweza wakawasaidia. Wanaangukia tena kwa watu wanaoambia mwaka wako wa kuinuliwa. Atainuliwa mara ngapi? Kwanza kuinuliwa sio magari. Kuinuliwa ni mtu jina lake kuandikwa mbinguni. Yes. Amen. Wovu kaingia, ukatoka juu ukashuka chini. Kapiga. Tukapata na huku chini wakaidi. Tukapata na huku chini waizi. Leo kuna familia nyingine, najua kuna bango nililiandika ambao ndio liwe linatangaza mikutano hapa. Nikaandika kichwa chake, mateso ya familia yamekwisha. Roho Mtakatifu akaniambia lifiche hilo bango chini. Akaniambia hakuna mateso kwisha kama watu hawatachukua toba. Wasije wakakutukana wakasema mbona uliwadanganya? Yeah. Nikaficha lile bango chini. Nikatoa kipeperushi, join tumrudie Mungu, tufanye toba. Mateso, ngoja mimi nikwambie mtu wa Mungu, watu wa Mungu, leo ni tarehe 2 mwezi wa 6. Nataka niwaambie, kama hamtatubu, kama hamtarudi kwa Mungu, mnaenda kuyaona. Mtalia mpaka makamasi. Nenda pale Maboto Sebleni, pale chini ya TV, ulete lile bango mara moja. Nimelificha, yako matangazo mengi. Akaniambia usiyabandike. Nikagundua kuna kiboko. Bado Mungu hajaridhika na wanadamu. Yeah. Nimealipia hela, nimekatazwa kubandika. Tofauti, mimi ni tofauti na wachungaji na watumishi wengine ambao wanaandika vichwa vauni, na wengine wako wengi ambao hawana moyo huo wa tabia hizo zao mbaya. Bado masalia yako mengi ambao unaandika kichwa ili kuvuta moyo wa mwanadamu kwamba Mungu aende kufanya mambo makubwa.
kwenye mkutano huu, mnaenda mahali ambapo hamjawahi kufika. Visa vyenu vinakuja, mtu anakuja anaambiwa title liko namna hii. Mmedanganya watu. Kuanzia wewe uliandika hiyo title mpaka na waliokuja, hukumu inakuja. Yeah. Nimeambiwa mateso hayajaisha, yanataka kuanza upya. Mwanamke atalia, baba atalia. Ni heri watubu tu waje kwa Mungu. Tabia nyingine mbaya ambazo tunatakiwa tuzitubie zinapatikana katika kile kitabu cha Wagalatia 5:19-21. Tunasoma na Mathayo na Luka sura ile ya 8:5-11. Tabia mbaya nyingine tunatakiwa tuzitubie sisi tulioko mahali hapa, na wewe unanisikia nyumbani na sehemu yoyote. Ukiwa na jambo lolote baya kwenye hicho kitabu cha Wagalatia, utubu. Na kuna watu ambao wanapenda kujihesabia haki na kujiona ni watakatifu kuliko wengine. Hii nayo ni dhambi nyingine ambayo natakiwa leo ijue katika Isaya. Hebu soma Isaya ile 65:5. Isaya 20. Unapohubiri unataka watu warudi kwa Mungu, ni jambo bora mno. Waombee watu waokoke, watu wabadilike. Usijione bora kuliko watu wengine, mtakatifu kuliko watu wengine. Unaweza kukutana na hatari ambayo hujawahi kuona. Hii nilikumbushwa Isaya 65 na ule mstari wa 5. Akaniambia uiseme hii. Kuna wahubiri wengine hapa watakwenda mbinguni, watakwenda jehanamu, sio kwamba walizini, watakwenda sababu ya hii. Soma hapo. Isaya 65 mstari wa 5. Mstari wa 5. Watu wasemao, simama peke yako. Simama peke yako. Usinikaribie mimi. Kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Watu hao ni moshi. Puani mwangu. Mungu anasema wale wanaoambia wengine ondoka, mimi ni mtakatifu kuliko wewe, usinikaribie. Anasema watu hao ni moshi puani mwangu. Ukienda reference utakutana na ile andiko linalosema wanamlaumu, mbona anakula na watenda dhambi. Pia kuna vitabia fulani wanavyo watu ambavyo wanajiona kama wana akili sana na wameshinda, na kufundisha kuvaa sketi ndefu, lakini moyoni mwako uvae ndefu. Naweza ukavaa sketi ndefu nje, moyoni mwako ni kaaba. Unapookoka ndani na nje ndipo ukoke vizuri. Usijivune kwa kuto kufanya kitu fulani, lakini hapo una chuki. Hapo unaombea wenzako mabaya. Unatamani anguke umtangaze kwenye mitandao. Shetani. Roho ya Mungu inaombeana rehema kama hivi alivyonituma. Kawaambia wabadilike, ni waokoe. Kuna kundi la watu wanatamani kuona wenzao wanaibika, wenzao wanaanguka. Furaha yao ni kuona mtu ameanguka dhambini, ndio anasema nilisema. Ulisema nini wewe pumbavu? Hatusemi tulisema, tunalia machozi mtu anapopigwa. Amen. Sikupenda kutumia lugha hii ya pumbavu, japokuwa kwenye Biblia pumbavu wako wengi sana. Kwenye kitabu cha Mithali. Sikupenda kutumia lugha hii, japokuwa pumbavu kwenye Biblia wako wengi sana. Halafu wanasema ni mzigo wale. Nina somo langu wanafundisha mwana mpumbavu, au mateso ya mtoto mpumbavu, au kaolewa na mume mpumbavu, au kapata mke mpumbavu ambaye anaibomoa nyumba kwa mikono yake mwenyewe. Lakini leo haikuwa siku yangu ya kuongea upumbavu. Tabia hizi za kwenye kitabu cha Wagalatia nakumbushwa muziache. Soma Wagalatia hiyo 5:19 hadi 21. Wagalatia 5:16 hadi 21. 19 hadi 21. 19 hadi 21. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Niangalie usoni. Basi kila mtu aliye na tabia miongoni mwa hizi na zile kwenye kitabu cha Timotheo, unatakiwa leo ni zamu yako wewe kutubu. Takuongoza maombi, tutaanza kutubu kwa ajili ya makuhani. Tutatubu kwa ajili yako, na wewe mwenyewe utubu, na makuhani huko watubu.
Tutatubu kwa ajili ya viongozi wa serikali. Tutatubu kwa ajili ya waimbaji wanaoimba nyimbo za dini kwenye taifa hili na wanaoimba nyimbo za dunia. Tutatubu kwa ajili ya ushoga na usagaji, katika dhambi moja kubwa ambayo ilisababisha Sodoma na Gomora iungue, pamoja na ushoga. Na ushoga sasa hivi duniani huko kiwango kikubwa mno. Nilikuwa nafundisha kwenye ibada moja hapa Jumapili jinsi ya kushinda zinaa. Mpango wa shetani alivyopanga kuhusu zinaa, akapanga iwe hivi. Akasema lazima wanandoa wasalitiane, watoke nje ya ndoa. Na hata hapa na kunaposikia kuna watu wanasalitiana, wanatoka nje ya ndoa. Lakini akasema binti na kijana ambao hawajaoa lazima waendelee kufanya kitu inaitwa uasherati, na wao wafanye tendo la ndoa kabla ya ndoa. Na kuna uasherati wa mawazo machafu, wa kutazama picha za ngono, picha za uchi, wadada wenye makalio makubwa wenye nguo za ndani. Uovu umeingia, nchi inanuka, dunia inanuka. Akatoka hapo akasema wanaume kwa wanaume waoane, nao wanaoana, shetani anapiga. Akatoka hapo akasema wanawake kwa wanawake wasagane, waoane, nao wakaoana, akapiga. Akatoka hapo akasema yule ambaye atoke kabisa aote anazini, akapiga. Akatoka hapo akasema yule mtoto mdogo alawitiwe, akapiga. Yule mwingine abakwe, akapiga. Makayama. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Matendo ya mwili ni dhahiri. Ndio haya. Ndio haya. Uasherati. Uasherati. Uchafu. Uchafu. Ufisadi. Ufisadi. Ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu. Uchawi. Uchawi. Uadui. Uadui. Uadui, magomvi. Na wachawi wote ambao mko hapa kwenye mkutano, mliotulia hapo, na nyie mlioko majumbani na mmeshindwa kuacha uchawi wenu, mnaenda kuhukumiwa. Mnaenda kuhukumiwa. Tangazo nililolibandika ni hili. Nilitengeneza mapeperushi mengi, nibandike mji mzima mpaka Chunya, mpaka wapi. Yanasema mateso ya familia yamekwisha. Akaniambia ficha hiyo habari, kiboko kinakwenda muda sio mrefu, mpaka watakapotubu tu. Hela hii imeharibika. Na mimi nasema hivi, haya tarehe ya leo nasema kama alivyonikatalia kuyabandika haya, kama mtatubu dunia, Tanzania, kama alivyonikatalia, manake ana hasira. Na mimi nikasema Mungu, huu ulikuwa ni uongo. Ulikuwa ni uongo. Kama watatubu, usipige kelele, nyamaza kimya. Kama watatubu, wasikie, mateso yao yaishe. Kama watatubu, na mimi nimeliacha, silitoi na kuogopa wasije wakanitukana. Wakasema mkutano ule baada ya kuisha tulikaa muda mdogo tukaanza kulia, na alituambia tumekwisha, hamtaweza kupona. Vipeperushi hivyo vimejaa, nimekatazwa kuvibandika. Mwanaume aliyejua amesema usibandike, ni matangazo yako, sio ya kwangu. Yeah. Kazi ni kubwa. Kazi ni kubwa. Inatisha. Kumbe kuna watu wanabandika matangazo yao. Anabandika tu hapa, matangazo yako yamekwisha, kumbe ni ya kwake. Nimeliacha hilo. Nasema tubuni, mrejee. Tubuni, mpone na watoto wenu. Tubuni, mpone na vizazi vyenu. Tubuni, muomboleze. Ugomvi, uadui. Kuna watu hawapendani, kuna watu hawasalimiani, kuna watu wanachukiana, magomvi, uadui, wivu. Endelea. Hasira. Haya yote kama unayo,
Natakiwa utubu leo, rudi kwa Mungu, endelea. Fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Kama nilivyokwisha kuambia, nasitiza tena, watu wafanyayo mambo hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Lakini bado wanadamu hawasikii, hawabadiliki, hawachi njia zao mbaya. Leo ni siku ya pili ya toba. Nimekuhubiri risali moja. Nataka nikuongoze nusu saa maombi ya toba, ili wale walioko nyumbani wayafuate, na walioko kwenye Sibuka TV wanaofuatilia wayafuate. Kisha hapo tutaanza kuomba maombi ya toba kama sisi wote, na hapo ndipo tutakapoanza kuombea watu wenye shida. Lakini nitakuwa nimeshamaliza kipengele kile cha muhimu cha toba, ili na watu wa nyumbani wafuate. Simama hapo lipo mara moja. Kipande hichi cha toba kitakwenda nusu saa. Simama hapo mara moja. Sogea kwenye vinanda. Kila mtu asimame mara moja. Kila mtu asimame. Fumba macho yako mara moja. Na ulioko nyumbani unayetazama na unayesikiliza, fumba macho yako. Weka mikono kifuani. Utafuata maombi haya. Alafu utachukua hatua ya kuja mbele ambaye nitakuita. Alafu utakuongoza maombi na ulioko nyumbani ya toba na rehema. Alafu sisi tulioko mahali hapa tutaendelea kuomba Mungu atuendelee kutusaidia na kufanya toba kwa ajili ya taifa na familia zetu. Sema, Bwana Yesu, fumba macho yako, nimesikia neno lako. Sema kwa sauti, nimesikia neno lako. Mimi ni miongoni mwa watu waliokukataa. Na dhamira yangu inanishuhudia. Nina makosa. Na nina dhambi. Niko tayari kuacha njia zangu mbaya. Kurudi kwa Yesu. Kuanza maisha upya. Yesu. Ninakiri. Bila aibu. Nimekukosea. Tena ni sababisho la kukosekana kwa amani kwa nyumba yangu mwenyewe, nafsi yangu mwenyewe, taifa langu na familia yangu. Yesu, naenda kutii maagizo yako. Na naenda kubadilika katika makosa yaliyosemwa. Kitabu cha Timotheo, kitabu cha Wagalatia. Mimi nipo. Nisaidie. Nitetee. Nihurumie. Niko tayari kuacha uovu wangu. Nipokee Yesu.